Nafasi hii kumpongeza sana mwenyekiti wa CCM wa mkoa na kamati yake ya siasa, mwenyekiti wa CCM wa wilaya na Mtumbo na kamati yake ya siasa, na wabunge wenu kwa kazi kubwa ambayo mmefanya ya kuleta maendeleo. Mbunge wenu amegusa hapa baadhi ya kero, amegusa baadhi ya kazi zilizofanywa, ameongea habari ya vituo vya afya, ameongea habari ya madarasa mapya, ameongea habari ya shule mpya, ameongea mambo ambayo mtu akisimuliwa leo anadhani amefanyika kwa miaka 20, kumbe amefanyika kwa miaka 4. Uongo kweli? Kabisa. Kwa haya ndio mambo ambayo yanafanya mwana CCM yoyote popote alipo aweze kujivunia chama hiki kwa kazi kubwa kinayofanya ya kutumikia nchi yetu. Lakini ndio mambo haya yanafanya watu waendelee kujivunia kuwa na rais wa aina ya Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye akili yake inasumbuliwa na matatizo ya wananchi. Akili yake inasumbuliwa na mambo ya msingi ambayo wananchi wa Tanzania wanatakiwa kuyapata. Akili yake inateswa na mahitaji yetu. Ndio maana wakati mwingine sisi wenyewe hatusemi, wakati mwingine sisi wenyewe hatutambui, lakini wanakaa watu Marekani kule wanasema katika viongozi wa Afrika ambaye amefanya kazi kubwa katika huduma za afya, aliyepunguza vifo vya kina mama wajawazito, aliyepunguza vifo vya watoto wanaozaliwa wakiwa wamefariki na wanaofariki muda mfupi baada ya kuzaliwa, wakasema nambari 1 kwa Afrika ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi wenyewe tumeona, lakini hatukusema. Uongo kweli? Wamekaa Marekani kule, taasisi kubwa ya Bill Gates Foundation, wamefanya utafiti nchi zote za Afrika, wamewachambua marais wote, wakasema huyu amefanya kazi kubwa zaidi, anastahili tuzo. Ndio maana siku chache zilizopita wamesafiri kutoka Marekani kuja Tanzania kumkabidhi tuzo ambayo ni heshima kubwa kwa Tanzania, heshima kubwa kwa Afrika, lakini pia ni heshima kubwa kwa kina mama wa Tanzania. Sababu wakati mwingine watu wanakuwa na wasiwasi, je, mwanamke akipewa nafasi anaweza hawezi? Uongo kweli? Lakini Mama Samia amethibitisha kwamba wanawake wa Tanzania ni tofauti sana. Wanawake wa Tanzania ni tofauti sana. Wanawake wa Tanzania wakishika eneo wanalibadilisha, wakipewa kazi wanafanya. Lakini upendo na tabia ambazo Mungu kaumba nazo wanawake, sisi Tanzania tunazishuhudia kwenye maisha na uongozi wa rais wetu Samia Suluhu Hassan. Na ni jambo la faraja kubwa kupata kiongozi ambaye anaheshimika Afrika, anaheshimika duniani kwa utendaji wake. Kuna watu wangetamani kuwa na rais kama wetu, lakini hawampati. Na mkisikiliza kwenye mitandao ya kijamii, kuna nchi zingine mnazisikia wananchi wao wanasema, jamani wa Tanzania, tubadilishane rais wenu angalau kwa mwaka mmoja. Na mimi nawaambia hakuna habari ya kubadilishana. Kaeni na rais wenu, tunakaa na rais wetu, kila mtu akae na rais wake. Uongo kweli? Hakuna sababu yoyote ya kubadilishana.